Mastaa wa Simba wamekuwa wakipitia changamoto ya majeraha katika vipindi tofauti, ikiwapoteza makipa watano ndani ya misimu miwili, jambo ambalo limeonekana tishio kwa sasa. Simba imepitia kwenye wakati mgumu kwa nyakati za hivi karibuni kutokana na mastaa wa timu hiyo wengi kupata majeraha ambayo yamekuwa yakiwaweka nje kwa vipindi virefu. Awali aliyekuwa kipa namba moja wa timu hiyo Aishi Manula aliumia goti mwaka 2023 na baada ya kwenda kwenye maandalizi ya msimu, klabu hiyo iliziba pengo lake kwa kumsajili kipa kutoka Brazil Jefferson Luiz ambaye pia aliumia akiwa kwenye mazoezi ya msimu wakati timu hiyo ilipoweka kambi Uturuki. Baada ya madaktari kujiridhisha Luiz atakaa nje kwa muda mrefu, aliachwa na timu hiyo ikaingia sokoni kumsajili Ayub Lakredi ambaye pia katikati ya msimu aliumia, ndipo akasajiliwa Musa Kamara aliyejiunga na timu hiyo Agosti 2024 ili kuziba pengo lake, na msimu wake wa kwanza 2024-25 alimaliza kinara wa clean sheet 19 katika ligi kuu bara. Hata hivyo, kipa huyo aliongezewa mkataba uliotakiwa kumalizika Juni 30, 2026, lakini akaumia mwanzoni mwa msimu huu na kuelezwa atakaa nje kwa muda mrefu. Baada ya Kamara kuumia na kufanyiwa upasuaji wa goti la kulia, alitakiwa kukaa nje kwa zaidi ya wiki 10 ili kuuguza majeraha yake. Tegemeo la viongozi wa Simba lilikuwa kwa kipa mzawa Yakubu Suleiman aliyesajiliwa mwanzoni mwa msimu akitokea JKT Tanzania alikomaliza msimu uliopita akiwa na clean sheets 8. Hata hivyo, kipa huyo hakudumu kwenye ubora wake baada ya kupata majeraha ya goti akiwa na timu ya taifa Taifa Stars ikiwa inajiandaa mechi ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2025 dhidi ya Nigeria nchini Morocco, ambapo yeye alikaa nje wiki 2 na sasa karejea kikosini. Simba ilimuondoa Kamara katika mfumo wa usajili wakati anaendelea kuuguza majeraha, ikamsajili mbadala wake Jibril Kasale ambaye ni kipa namba moja wa timu ya taifa ya Nigeria mwenye umri wa miaka 29. Mbali na makipa, wachezaji wengine majeruhi Simba ni mabeki wa kati Wilson Nangu na Abrazak Hamza ambao wanatoka kukaa nje hadi mwisho wa msimu kwa mujibu wa chanzo cha ndani, ndipo atakapokuwa sawa kiafya. Kwa upande wa kiungo mshambuliaji Mohamed Bajaber aliyeumia tena dhidi ya Mtibwa Sugar mnamo Januari 20, 2026 katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel jijini Dar es Salaam, mechi ikimalizika kwa sare ya bao 1-1. Kabla ya hapo, baada ya kutoka kusajiliwa tu, mchezaji huyo aliumia na kukaa nje kwa muda mrefu. Baada ya kupona, alicheza mechi dhidi ya Mbeya City, aliingia kuchukua nafasi ya Elim Panzu katika ushindi wa mabao 3-0 walioupata wanamsimbazi katika mechi hiyo, ambapo alifunga bao mojawapo akipokea pasi ya mwisho ya Steven Mukwala. Huku upande wa Bajaber, taarifa zinasema ameanza mazoezi madogo, lakini ikielezwa Simba imeshamuondoa kwenye mfumo wa usajili ili kuendana na idadi ya wachezaji 12 wa kigeni. Baada ya matukio hayo, moja ya chombo cha habari kimewatafuta madaktari wa michezo ambao kila mmoja ameeleza mtazamo wake kuhusu hali hiyo, huku wengine wakisema majeraha ya goti ni hatari zaidi kwa wanasoka duniani kwa kuwa yanachangia wachezaji kukaa nje muda mrefu. Daktari mzoefu wa michezo Shita Samuel yeye alisema jeraha linalochangia wachezaji kukaa nje kwa muda mrefu ni jeraha la goti, yaani kukatika kwa nyuzi ligament iliyopo katikati kama ikikatika daraja la 3, kuchanika kwa msuli wa nyuma ya paja daraja la 3, kifundo cha mguu inapohusishwa tishu laini kukatika, pamoja na mvunjiko wa vijifupa na mchezaji anapokuwa na mvunjiko. Nikimnukuu, amesema sababu zingine kwa ujumla ni kucheza huku hajapona vizuri, umri mkubwa, mahala eneo la jeraha lilipo, matumizi holela ya dawa za maumivu, kujeruhiwa mara kwa mara, mchezaji kutumika sana bila kupumzika, mwili wa mchezaji kama kinga dhaifu, lishe duni, kutokupumzika, vile aina ya mazoezi kama hawazingatii utaalamu au weledi. Mwisho kunukuu. Imeandikwa na Olipa Asa na kusoma kwako nami Hamza Saifu.